waombolezaji kama nilivyotambulishwa. Mimi naitwa Albert Sando, ni mkuu wa wilaya ya Ubungo. Basi kwa nafasi niliyopewa, naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Albert Chalamila aweze kutoa salamu za serikali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, karibu sana. Sifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Baba Askofu, sisi tunakushukuru sana kwa maneno yako mazito. Pamoja na kwamba tuko msibani, naomba tupigie makofi mengi sana Baba Askofu. Homilia uliyoitoa imekuwa ni kubwa mno. Tushukuru sana pia Padre kwa kutuongozea ibada yetu. Mzangu waumini, somo langu la dakika moja leo inahusu ni wakati gani tunaruhusiwa kulia mwanadamu anapotoa. Nimehudhuria misiba mingi sana. Miezi michache iliyopita nilihudhuria msiba wa mzee wetu aliyekuwa na zaidi ya miaka 100. Lakini nilikuta watu wanalia na wanasimia kabisa. Anaitwa Mzee Msuguri aliyekuwa mkuu wa majeshi. Nafsini mwangu ikanijia baada ya kusikia kifo cha mzee yule, mwingine akasema, lakini umri wake umekwenda sana. Kwa mantikio, kwa hitimisho tulitarajia labda watu watasema tusilie. Lakini pia nilihudhuria misiba mingine ya watu waliowahi kuwa majambazi ambao wamekufa kwa kupigwa risasi, kuchoma moto na watu wenye hasira kali. Lakini bado kwenye msiba ule kuna watu wanalia. Wanasikitika sana, wanaosema baba, mama, wanaoomboleza kwa kirefu sana. Lakini pia nimehudhuria misiba ya mtoto mwenye simoni ambaye unaweza kibinadamu ukasema anyway, kwa kuwa alikuwa hata baba hajaonekana vizuri katika ulimwengu, lakini unamkuta baba analia na mama analia. Lakini ukisikiliza mahubiri ya wachungaji wetu na maneno ya Mungu mengi kwa nyakati nyingi yanasisitiza msilie. Lakini leo Baba Askofu umenijibia swali kubwa sana. Nilikuwa najiuliza, kama Mungu ameumba machozi, ni wakati gani atatoka? Kama watu wa dini wanahubiri tusilie. Lakini leo Baba Askofu umejibu swali moja kubwa sana, kwamba tulie, lakini tukiamini kwa siku tutafufuliwa. Kwa hiyo nami nihitimishe kwa maneno kwamba kwanza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pole nyingi sana kwa familia. Lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatoa pole nyingi sana kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali. Na sisi sote tunaungana na msiba huu mkubwa. Mimi nimekuwa ni mtu wa karibu sana kwa Kaya Mchazi. Tumetoka kwenye msiba wa mzee wetu Msuya, tunabandika tena msiba wa Kaya Mchazi. Hapa tena Baba Askofu anasema kuna msiba mwingine. Wakati tunazungumza na Advocate Msando, huyu jaji anayezungumzwa ni huyu. Lakini Msando akasema inawezekana ndio yule tuliyesoma naye aliyewahi kuwa mshauri pale Ikulu, akasema hatujui ila tunamuuliza vizuri Baba Askofu. Sasa nihitimishe kwa kusema familia, tangu umri huu mliofikia mmekwisha aga watu wengi sana. Si kawaida sana, mara nyingi tunapoaga kwa tunadhani sisi sio wahusika. Lakini leo msiba umefika kwenye familia yetu. Kama ambavyo tulikuwa katika imani na waambia watu msilie, na sisi tunaendelea kusema
ishikeni imani kwamba Mungu yuko pamoja nanyi nyakati zote. Baada ya kusema haya, Askofu, itakuwa ni aibu sana kuja kumwaga kaka yetu Charles Kela katika kanisa ambalo alikuwa akisali nyakati zote. Hapo nje kuna manguzo yako, hapo nje hapo mamiti yanaonyesha kwamba kanisa hili bado linajengwa. Hata kama tuna haraka sana kuweza kumsafirisha kaka yetu Kela, mimi naomba tuache alama kanisani hapa. Askofu ameniambia kwa haraka inahitajika milioni kama 50 ili iweze kutoa haya manguzo hapo nje. Haiwezekani tukaingia hapa tukamtaja sana baba Mungu eti tusiache sadaka hapa kanisani. Itakuwa sio jambo la maana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mkoba wangu na mimi nitoe sadaka. Na naomba maafisa wote mliotambulishwa kwa special, mlikuwa mtambulishi tu, walikuwa wanajua kitakachofuata. Wanaomba mshike sadaka kubwa kabisa ili mtolee Mungu. Nakumbuka Mungu aliakimu kwa shilingi 100,000 au 200,000 toa sadaka kubwa. Baba Askofu, na mimi naanza sadaka hii hapa ya milioni 5. Naomba msando Mama Sinyangasa, hata kama hamna, mnasema tu itakuja milioni 5, itakuja milioni 2, itakuja 3, itakuja milioni. Tufanye chap ndani ya dakika chache ili angalau misa, ili angalau jambo lingine liweze kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Askofu. Mimi mkuu wa wilaya, kwa sababu ya bosi nimeshaelekeza, mimi natoa shilingi milioni 1 na nitaituma kwenye simu hapa tu baada ya kibali. Asante sana Mheshimiwa Almas Sinyangasa, anajua umetangaza naye, anakusikia unachotoa. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Baba Askofu, mimi pia nitachangia kiasi cha shilingi milioni 1. Kwa sana. Mamea, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mkemia mkuu wa serikali, naomba nisikie neno lako, mkemia mkuu wa serikali. Na wale ambao hamjui, mkemia mkuu wa serikali alikuwa bosi wangu wakati nafundisha chuo, ile taasisi ya elimu ya watu wazima. Kwa hiyo najua kile nilichoandika mimi yeye atakwenda. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Baba Askofu. Mimi kama Levala sio kwamba tu nimekuja kwa nafasi ya serikali, mimi na nafasi tumeishi wote, nikiwa nje huko ya Ujerumani, kwa Uholanzi, lakini na hapa nyumbani tulikuwa tunashirikiana, tulikuwa tunaishi hapo sasa, lakini pamoja na huko Kibamba. Ninaomba nitoe shilingi milioni 1,500 na nitakuwa tayari kuzituma kwa simu. Asante sana. Kwa jamani, kwa serikali, naomba sasa mwenyekiti wa CCM wote tuungane wote, tupande mstari hapa kuchapchapa kwa muda ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kanisa linajengwa kwa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Robert Elias Mbowe. Huyu bwana ni ndio Kibamba huyu. Na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ubungo, niseme kwa moyo mmoja taahidi milioni 1 ndio kubadilika baada ya siku 3 tumechanganya. Askofu wa Sijali hizi zitafuatilia mwenyewe kwa sababu anafahamu. Karibu mzee wangu Nyegesha. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru sana kwa uwepo wako. Baba Askofu, nakushukuru sana
Mimi ni diwani wa Ubungo, kanisa ambalo ndugu Charles anamwamuru hapa. Niseme kwa niaba ya wananchi wangu wa Ubungo, ni masikitiko kubwa sana, lakini kubwa kabisa, mzishi uambatane na sadaka ya Bwana. Kwa kuwa kiongozi mkuu, mimi nitatoa milioni 1 kuchangia kanisa, lakini halmashauri yangu kuna jambo tutafanya kwa ajili ya kanisa hili. Lakini mshauri wa mkoa na askofu, mimi ni sehemu ya waumini. Niombe familia ya Charles ambaye nafahamu sana, pamoja na yote, sisi wote tutawalika, tutakwenda mbalimbali, tutabaki nyinyi. Katika kubaki nyinyi, kaeni katika imani. Kitaka ushauri wowote, msalaba uko pale, ili wamacho msalabani, mtazame Yesu na Yesu atakubariki. Asante Mr. Meya, Mbunge Kinondoni. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama alivyosema Meya mzani wa Ubungo, na mimi tutachangia milioni 1 na kuingiza 300,000. Sasa hapa pana mabalozi mbalimbali kuanza kuja. Huyu anayekuja ni mwenezi wa chama cha Bwana asifiwe. Askofu ambaye tutachangia shilingi 200,000 pamoja na kushiriki kwenye kazi hii. Asante sana, asante sana. Asante sana balozi. tofauti na mtangazaji wa awali aliyekuwa mstaafu na hii kuchangia katika ujenzi huu shilingi 2 na nitoe pole kwa familia kakaangu Charles. Tumekuwa naye Dar es Salaam kwa zetu wakati anaingia Tanzania kwa darasa la 3. Askofu huyu anayeondoka alikuwa mkuu wangu wa wilaya, mwenzangu wakati alikuwa balozi. Mwingine hapa juzi alikuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa TANESCO Tanzania. Kwa hiyo nimebaki mimi. Naomba tuendelee kuja sasa pamoja. Baba yuko hapa. Naomba tuje wote sasa, kila mmoja shika sadaka mkononi, sadaka ya ujenzi wa kanisa hili, kwa imani kwamba kaka yetu Charles ambaye alikuwa ni miongoni mwa mategemeo hapa kanisani amelala. Sadaka yake kuitoa sisi. Naomba wanakwaya tuendelee wimbo mzuri ili wote sasa waweze kuja wakimshika mkono baba. Naomba tuanze kuja. Naomba wote kushika sadaka tuanze kuja sasa. Naomba wote pande zote kuja tuokoe muda kwa sababu mwili wa marehemu utabidi usafirishe. Naomba ushike sadaka ya dhati kabisa kabisa kwa wanakwaya na ndondosho.